Jamani, karibuni kama tulivyokubaliana. Tunaanza episodi yetu ya kwanza ya mpira huo, na leo tutadiscuss mada moja tu. Tutafocus sana na Taifa Stars, lakini tutapiga na linki kidogo na performance ya Serengeti Boys, lakini sehemu kubwa tutajadili zaidi Serengeti Boys inasaidia vipi mafanikio ya timu ya taifa. Kwa hiyo kuna maswali machache ambayo nimeandaa, baadhi nimeyatuma, baadhi sikuyatuma, yawe kama surprise. Eh, Nafikiri tutaanza na Taifa Stars, tutafocus nao sana, na hapo kwa Taifa Stars tutaangalia collapse, lakini kuna swali pia litahusu issue ya performance, kwamba tutakuwa tunafanya reference ya kwenye CHAN, tutarelate na kuelekea AFCON, lakini pia tutaangalia target kwenye AFCON zilizopita, CHAN hapa katikati, lakini na je, target yetu itapata reflection ya namna gani ya tulikotoka na tunapoenda. Lakini tutajadili Serengeti Boys performance yao kwenye Sekafa qualifiers kuelekea kwenye AFCON kidogo, kitu gani mlikiona, lakini tutarelate sasa mafanikio ya Serengeti Boys kwenye miaka iliyopita. Tumeona kwenye ile 2017, kuna ile 2019, zile zilichangia wachezaji wengi sana kwenye call up ya sasa hivi ya national team ambayo inashiriki AFCON. Kwa hiyo tutaangalia na hii Serengeti Boys ya sasa ingepaswa kuchangia vipi au inapaswa kuchangia vipi kwa wakati ujao timu yetu ya taifa. Kwa hiyo tukianza na swali la kwanza au segment ya kwanza ambayo inahusu call up za national team, ningependa kujua tutegemee utofauti wa namna gani wa Taifa Stars kwenye performance ya AFCON zilizopita ambazo tulishiriki, lakini chana hapa katikati tutegemea tofauti gani kati ya huu wakati uliopita wa Taifa Stars kuelekea kwenye AFCON hii. Kwa hiyo tutarelate kwenye collapse. Kwenye collapse tutaangalia zaidi, tumeona kuna mabadiliko kidogo ya technical bench, lakini pia kuna majina hayakuwepo CHAN, wale ambao wanacheza abroad wao sasa hivi wamerejea kwenye timu. Kwa hiyo tutegemee utofauti wa namna gani kulingana na hizo collapse, makocha kwa maana technical bench, lakini pia na wachezaji. Nikianza na coach Seif, napenda kupata maoni yako kwenye collapse. Kwangu mimi nahisi collab haina tofauti sana na ya CHAN. Nahisi ni wachezaji baadhi tu ambao walikuwepo kwenye CHAN ambao hawapo kwenye hii walioitwa kwenye hii AFCON. Kwa hiyo kwangu mimi sijaona tofauti kubwa sana. Maybe kwa kipindi cha CHAN kuna baadhi ya wachezaji kama Morris alikuwa bado hajaingia kwenye mfumo wa ligi ya kwetu, kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kumuita kuingia, na baadhi ya wengine kama akina Mwalimu, kwa sababu walikuwa bado ni wachezaji wa nje ya nchi. Lakini kwa kurelate na hisi kwa 70% bado hakuna tofauti sana kwenye hiyo collab. Kwa hiyo kwangu mimi nahisi kwa 70% ni kikosi kile kile tu, ni baadhi tu wachezaji ambao performance zao zimeongezeka kwa hichi kipindi cha karibuni ndo wamemshawishi Mwalimu kuwaita. Unategemea labda kama kwenye mabadiliko, labda kwenye squad selection, mfano kama kwenye midfield, kwenye CHAN tulimuona sana Kagoma, tulimuona Faisal, tulimuona Mudathir sana. Unategemea kuona labda kuna namna Morris, Novatus Dismas wanaweza wakaathiri squad selection kulingana na kiwango chao cha sasa? Labda kama unaweza pia ukataja na nafasi zingine ambazo zinaweza sio kuathiri, kubadili kidogo squad selection kwenye mashindano haya. Kwangu mimi nahisi mabadiliko yatakuwa ni makubwa, kwa sababu tunakosa kiungo ambaye kama Mudathir, ambaye kiungo ambaye anaweza kupush box to box. Kwa japo replacement yake nimemwona Gego, lakini hawezi kukupa kile kitu ambacho anaweza kukupa Mudathir. Na kitu chengine nahisi kwa kikosi nilichokiona cha Mwalimu itakuwa ni tofauti kidogo na makadirio tofauti kidogo na CHAN, kwa sababu nahisi kwenye hichi kikosi ana wale winger typical ambao wanaweza kabisa kuhold hata zile wide. Kwa hiyo nahisi hata aina ya uchezaji itakuwa ni tofauti zaidi, ya tofauti na tulikuwa tunacheza kwenye CHAN. Kuhusu kuathiri sidhani, kwa sababu almost aina wachezaji wetu sisi wa Kitanzania wengi aina yao ni moja. Kwa hiyo ni namna tu gani unaweza kumpa mchezaji maelekezo na anaweza kufit katika eneo
husika. Kwa hiyo kwenye hizo switch za baadhi ya wachezaji naona sidhani kama kuna effect kubwa. Asante. Betha kwako, tuanze tu na lile swali la kwanza la save kwenye collapse. Unategemea kuona mabadiliko kidogo ya performance ya timu kulingana na selection ambayo imefanyika na hii collapse ambayo imefanyika, tukitoka kwenye editions zilizopita ambazo tulishiriki za AFCON na chani pale katikati, unategemea labda kutoka kuna mabadiliko makubwa sana wachezaji pamoja na makocha, lakini pia utagusia pia na nafikiri both kwa makocha na wachezaji, na kama kuna nafasi utaona zinaweza zikaathirika kwenye hilo swali la pili la save, unaweza pia ukachangia. Okay, mimi nafikiria kwamba kutakuwa na utofauti huo unakuja ni kulingana na kwamba kwanza technical bench ni watu wapya, ni watu ambao hatujawahi kuwaona katika mazingira ya timu yetu ya taifa. Ni kikosi kipya kwa chini ya kocha ni mpya, kocha hata wa makocha wasaidizi pia ni wapya. Kocha ambaye tumemuona ameongezwa na huwa tushai kumuona mara kwa mara ni kocha Eli, lakini wengine kwenye timu ya taifa ni wapya. Kwa hiyo mbinu ambazo wanatumia kocha ambao waliopita na makocha ambaye yupo sasa hivi haziwezi kuwa zinafanana, zitakuwa zina utofauti. Kwa hiyo kitu cha kwanza cha kuzingatia itakuwa ni namna ya mbinu tofauti, namna ya plani hizo za kuelekea kwenye mechi zitakuwa tofauti kulingana na kocha mwenyewe ambaye yupo na technical staff ambao wako sasa hivi. Manake mixture ya kocha Gamondi, kocha Ahmadi na waliopo zitaleta taswira tofauti au mitazamo yao ni tofauti na makocha ambao wamepita. Kwa hiyo nategemea kwa asilimia kubwa kutakuwa na utofauti wa hizo mbinu kwa sababu ni aina ya makocha wako tofauti. Lakini tunapoongelea kwa wachezaji pia kumbuka tulivyokuwa tuna chani ni wachezaji wa ndani. Kwa hiyo hawakuhusika kabisa wachezaji ambao kwetu huwa tunaonaga ni tegemeo, kina Kapteni Samata, kina Msuva, Novatus, tunaongelea maingizo mapya, kina Alfonsi, watu ambao hakuita muda mrefu, kina Kevin. Kwa hiyo ni wachezaji ambao wataleta kitu kipya. Kwa hiyo kwa sasa manake kocha anapokuwa na wachezaji hao, grupu la wachezaji walioko nje na waliocheza ndani kwenye chani, kwa hiyo lazima kutakuwa na utofauti. Yani kutakuwa kuna mixed ambayo ni tofauti kidogo kulingana na chani. Kwamba kutakuwa na wachezaji waliocheza chani na kutakuwa kuna wachezaji ambao wamecheza nje ya hakucheza chani, kwa wamecheza nje ya nchi. Kwa hiyo wakati ule tunaangalia chani, wachezaji walikuwa kuna grupu la watu wachezaji wa ndani peke yake, lakini kwa nje waliotoka kucheza nje au professional, kocha atakapokuja kuwa mix, ladha itakuwa ni tofauti, muonekano utakuwa tofauti, uchezaji utakuwa ni tofauti, exposure walikuwa nayo wale kule wachezaji na huko wataleta kitu tofauti. Huo ndio mtazamo ambao niko nao, lakini athari lazima itakuwepo kwa upande ambao kuna kiungo aliyekuwa anacheza ndani ya nchi na kuna kiungo aliyekuwa anacheza nje ya nchi. Kuna mawinga aliyekuwa anacheza ndani ya nchi na tunapata mawinga ambao wametoka nje ya nchi. Kwa hiyo kuna utofauti. Either kama kocha atatumia watu wa nje wote peke yake kwenye upande wa mawinga kwenye viungo, akitumia mixture ya nje na ndani, haiwezi kuwa the same na chani. Expectation ni kwamba kutakuwa inaweza isiwe performance kubwa sana au isiwe ndogo sana, ila performance itakuwa ni ya tofauti kulinganisha na chani kwa sababu ya hizo ambazo nimezielezea. Labda kidogo wewe nivute kidogo kwa wachezaji wa mbele. Kwenye CHAN tulikuwa na wachezaji wote wanaocheza ligi ya ndani. Tulikuwa tuna Soap, tulikuwa tuna Idinado, tulikuwa tuna Clement Mzizi ambaye alikuwa ameng'ara sana kwenye zile mechi hasa za group stage, lakini tulikuwa tuna wachezaji wote walikuwa ndani. Sasa hivi unahisi performance ile kwenye CHAN kuna namna itabadilika baada ya Kevin John kuongezeka, Samata na Msuva kurejea, nafikiri na mwingine ambaye sijamtaja Tarim. Yes. Unafikiri hao wanaweza wakaongeza kitu kikubwa sana au performance inaweza kaendelea kwa ile ile? Kama nilivyoelezea awali, mimi mtazamo wangu kutakuwa na mabadiliko ya performance. As you said, tulikuwa na Mzizi CHAN, lakini right now hatuna Mzizi kwa sababu ya majeruhi. Tulikuwa tuna Sopo, right now Sopo ametolewa pia kwa taarifa ambazo tumepata kwamba ametolewa na yeye hayupo. Kumbuka sasa ina maana idadi ya watu ambao wa kule washambuliaji
inapungua, tunabakia na Nado ambayo ndio alikuwepo, then kuna maongezeko ya watu ya kina Samata au Tariki. Maanake idadi ya watu ambao watakuwa wanatumika mbele itakuwa ni wengi zaidi waliotoka outside kuliko wale waliocheza CHAN. Maybe things ambazo zinaweza zibadilike nyingi ni kwenye upande wa defense kuelekea kwenye midfielders, kwa sababu hata upande wa defense watu wengi, wachezaji wengi ni walikuwa ndani na ambao ni tegemeo bado pia ni wale wa ndani ambao walicheza CHAN. Kwa hiyo performance ambayo inaweza ikawa the same kwenye CHAN na kwenye AFCON ni kwenye from defense, ila kuanzia kwenye midfield kwenda forward kutakuwa kuna utofauti kwa sababu hizo. Okay, Coach Mushi, nije na kwako pia. Wewe ulikuwepo kwenye hili bench several times. Nafikiri kabla ya CHAN na ulikuwa na kina coach Ahmed Morocco. Nafikiri to dive tu in kwenye hilo swali, kwenye collapse ni kitu gani ambacho unaona labda kinaweza kikawa tofauti? Tumetoka kushuhudia CHAN, tumetoka kushuhudia edition mbili za AFCON. Unahisi labda kuna vitu vingi ambavyo vitakuwa tofauti kulingana na collapse ambazo umeziona? Tulikuwa tuna CHAN bora. Nahisi ndio performance bora mimi kwa hiyo kuiona ya Taifa Stars kwenye miaka ya karibuni au kwenye miaka 15 iliyopita. Unahisi labda kuna kitu kitabadilika baada ya majina haya ya wachezaji wanaocheza abroad kuongezewa kwenye majina haya? Unahisi kuna kitu kitaongezeka? Na kama kuna kitu kitaongezeka, labda unahisi nafasi ipi itaathirika sana au itapata mabadiliko sana, yanaweza kaa chanya au hasi? Okay. Actually, holistically, hello. Naam, tunakusikia. Okay, holistically mi naona swala la collapse na nini limefanyika vizuri ukikompea na CHAN, kwa sababu CHAN timu nyingi zilikuwa zimetoka off season kwa ligi yetu hapa. Kwa hiyo wachezaji waliitwa timu ya taifa wakiwa wengine ndo wameanza pre-season, wengine hawajaanza. Kwa hiyo ilikuwa more selection ilibase zaidi kwenye utayari na mtu ambaye timu yake tayari imeshaanza pre-season, japo mwalimu hakupata exactly kuwatizama watu hapo katika hali gani kipindi kile, but wakafanya preparation nzuri ikaweza kupelekea performance nzuri. Lakini ile performance nzuri haikuanzia CHAN. Tukirudi nyuma, kuanzia World Cup qualification, kuanzia AFCON qualifiers, kulikuwa kuna kazi kubwa ambayo inafanywa ya kujenga, kutengeneza na kuingiza maingizo tofauti. Ndio maana naona selection ya sasa hivi pia ni nzuri, kwa sababu nikiangalia most wote hawa wameshawahi kukutana katika ile safari. Timu ya taifa ya Tanzania tumejaliwa kuwa na wachezaji wenye fighting spirit kubwa na wachezaji ambayo wana umoja mara zote wanapokutana. Kwa hiyo ukikompea kuanzia zile World Cup qualifiers, mechi zilizocheza na kina Morocco, kuanzia zile AFCON qualifiers ambazo tulicheza mechi nzuri sana, tukaja tukaqualify dhidi ya Guinea hapa, unakuta ni moto ule. Ilikuwa tu selection inabadilika kidogo, lakini mostly ni watu wale ambao ni huyu Kevin Mbappe alikuwa anaitwa, Kachwere, Samata, ambao walikuwa wanaungana na wenzao ambao wapo Tanzania, au the like of Sopu, Faisal na nani. Kwa hiyo kwangu mimi naona sio timu ngeni kwenye upande wa play style na namna gani wanaenda kushindana, isipokuwa tu nategemea makubwa zaidi, kwa sababu sasa hivi tuko in season. Kwa hiyo timu zimechaguliwa based on performance ambayo watu wameonyesha ndani ya ligi, na ndio maana ukaona kwamba selection ilikuwa na watu zaidi ya 50 mwanzo, kwa sababu ni wengi sana wamefanya vizuri na wana deserve kuwepo katika ile mashindano. Shindani ni mkubwa, japo kutokana na situation ambayo ni maybe ya muda au nini, ikabidi tena mwalimu apunguze watu, lakini ukitizama kila mchezaji alikuwa yuko tayari, na ndio maana hata imetokea hii scenario ndogo ya Sopu kuwa na hiyo injury, imekuwa mara moja tu rahisi kuswitch kwenda mwalimu na bila kutokea shida yoyote, kuhisi kwamba au kukosekana kwa Sopu itakuwaje na nini. Sababu mimi naamini wote as a system, as a team tayari wako prepared vizuri kwa kutizama way back, kuanzia CHAN, kuanzia AFCON qualifiers, kuanzia World Cup qualifiers. Ni timu ambayo ilikuwa inaundwa, na naamini ile ni process ambayo imeanza zamani na sasa hivi ipo katika muendelezo na tunaendelea pazuri. Okay, Coach Idi Simba, hatuja kusikia kabisa, lakini
Naam, Yes. naam, naam. Yes. Hapo nimekusikia sauti yako. Nafikiri umesikia maswali ambayo nimeuliza Betha, Safe pamoja na Coach Mushid. Nafikiri swali la kwanza linahusu collabs. Unahisi labda kuna kitu gani kitabadilika kikubwa sana ukirefaa kwenye edition mbili za CHAN zilizopita, edition moja ya CHAN tuliocheza juzi, lakini na zile edition mbili za AFCON tulizozicheza mfululizo. Unahisi kitu gani kitabadilika kwenye hizi collabs tulizoziona? Hasa reference nzuri iwe ni CHAN ambayo ndio recent imetoka kucheza. Wachezaji wengi sana walikuwa wa ndani na sasa hivi inaenda kubadilika. Kwenye hiyo CHAN tulikuwa na wachezaji wengi wa ndani, tulikuwa na performance bora ya Taifa Stars pengine kuwahi kuiona. Unahisi labda sasa hivi sasa wanakuja kuongezeka ambao wanacheza abroad, kina Samata, kina Kevi, unahisi kuna kitu gani kitakuja kuongezeka au kitabadilika, aidha kwa mabadiliko chanya au hasi? Unahisi kitu gani tunaweza tukakiona zaidi? Ukianza na CHAN, CHAN ni local players, na ukiangalia ile squad yetu ilikuwa na watu wengi ambao wana experience ya hizi CAF competition, interclubs competition, ambazo nature intensity ya zile interclubs inaweza ikamatch tournament ya CHAN, japokuwa nature ya competition ya zile interclub inaweza isimatch zaidi nature ya AFCON. Kwa hiyo kwa CHAN, kwa sisi kufanya vizuri, room hiyo ilikuwepo, kwa sababu Simba, Yanga, Azam, Singida ni timu ambazo zina participate kwenye hizo Champions League na Confederation. Kwa ukizungumzia wachezaji wa Simba na Yanga ni watu ambao wana experience za kucheza hizo tournament na timu za nje level. Tuna finali ya Yanga Confederation, tuna finali ya Simba Confederation. Kwa hiyo kwa local players tulikuwa tuna hiyo age kwamba tuna uwezo tukapush kutokana na kwamba wachezaji wetu tayari wana hizo experience. Lakini ukija kwenye AFCON ni scenario tofauti. AFCON unakutana na cream ya worldwide, sio Afrika peke yake. Kwa kuna players ambao ni top ni Afrika, wanakuwa combine na top in Europe na nchi na mabara mengine. Kwa hiyo inakuja ni scenario tofauti. Kwa sisi kwa lineup, kwa collab yetu ukizungumzia ambayo yuko top hapo ni Samata, Ligue 1 France, na Novatus Uturuki. The rest ni sio top 5 leagues ambazo wanatoka. Kwa hiyo the way ambavyo tutakuwa kwenye AFCON ni tofauti na the way ambavyo tutakuwa kwenye CHAN. Kwenye CHAN Tanzania players wanatoka kwenye ligi namba 4, namba 5 kama sikosei. Kwa hiyo hadi hapo tayari mnakuwa mna hatua moja mbele hata kiuchezaji, lakini kwenye AFCON inakuwa ni tofauti. Kwenye AFCON unakutana na watu ambao wanatoka kwenye top league. Lakini mimi kwenye AFCON kitu ambacho kinaweza ikawa tofauti ni head coach. Head coach ambaye tuko naye amefanya kazi ya national team mara moja, nadhani ni miaka 10 nyuma, tena alikuwa kocha msaidizi Burkina Faso, na this time anakuja as a head coach kwenye national team kwenye tournament kubwa. Hapo ndo utapokuja kuwa kuna tofauti, kiachilia mbali hizo collab, kwa sababu wachezaji ambao wameitwa ni regular kwenye national team almost wengi ni hao hapo in and out tu, wanapishana tu, ataingia huyu atatoka huyu, ataingia huyu atatoka huyu, lakini ni wale. Kwa hiyo kitu ambacho kitakuja kuwa cha tofauti kwa sasa hivi ni head coach. Na ukiangalia CHAN tulifanya vizuri tukiwa na local coach. Yeye iliyopita pia nilikuwa ni coaches wa hapa Afrika, kwa this time around tuko AFCON, lakini na coach ambaye experience yake kwa national teams, nadhani hii ndio itakuwa timu yake ya pili na timu yake ya kwanza ikiwa as head coach kwa national team. Kwa hiyo tofauti unaweza ukauko hapo kwa mimi ninavyoona. Ili swali napenda nilirudishe, yani hiyo hoja ambayo amemaliza nayo kocha Idi Simba. Hivi kwa experience yenu kama makocha au kwenye mafunzo ya ukocha, kuna utofauti wa kufundisha club na national team, au kocha anayefundisha club akihamishwa kwenda kufundisha national team anaathiriwa na nini zaidi, au kocha aliyetoka national team akaenda kwenye club anaathiriwa na nini zaidi? Nikianza na moja kwa moja tu nianzie kwako Moshedi,
nitarudi kwenda juu. Actually utofauti upo mkubwa, kwa sababu kocha wa national team ni kocha wa mechi takriban 5-6 ambazo ni result based, lakini kocha wa club ni kocha wa timu ambaye ana time ya maybe season nzima au season 2 au season 3. Kwa hiyo ana time ya kuprepare, try and error inakuwa ni kubwa, lakini national team try and error inakuwa ni ndogo, kwa sababu focus kubwa inakuwa ni results na mechi chache, na pia time anayopata wachezaji ni chache. Kwa hiyo kocha wa national team akipewa timu ya club inaweza ikamchukua muda kuadapt kama ambavyo kocha wa club akipewa timu ya national team. So naona kuna challenge, lakini that is the game about, like hii game ndio iko hivyo, it's a complex game. So mtu anajaribu kuadapt based on the environment ambayo amekuwa provided. For national team unakuwa provided na wachezaji wametoka kwenye timu zao, you need to communicate vizuri namna gani wametoka, walikuwa na perform vipi. Sometimes unakuta kuna injuries ambazo maybe hazisemwi, you see, au kuna issue ya overloading. Mchezaji ametoka kwenye timu yao, unaweza kukuta ilikuwa inafanya mazoezi iko juu sana, umekuja national team kuna wengine walikuwa wako chini. Kwa hiyo kubalance hicho kitu inachukua time, na pia inaweza ikarisk lot of injuries. So challenge ipo na utofauti upo mkubwa, isipokuwa ndio game yenyewe inataka hivyo. Sasa manuva ya mwalimu kuadapt na kuweza kuingiza falsafa yake kwa kipindi kichache alichokuwa nacho na wachezaji ambao hajakuwa nao muda mrefu, kuweza kumsaidia kupata matokeo katika mechi chache ambazo anakabiliana nazo. Saif, unahisi pia naongezea la kwako juu hapo Saif. Kocha wa timu ya taifa anapewa wachezaji kama wiki moja au wiki mbili kabla. Inaathiri na performance yake au na implementation ya vitu alivyonavyo Saif? Kwa kusema inaathiri moja kwa moja inakuwa ni ngumu, kwa sababu sidhani kama inaathiri, kutokana na kwamba dunia nzima ndio iko hivyo, the system is like that everywhere. Ukiangalia timu za Europe wanapewa maybe 3 days before, 4 days before. Kwa hiyo ndio maana nikazungumzia mwanzo pale kwamba ni process, it's a process ambayo mwalimu kama amekuwa muda mrefu na timu, manake amekuwa na implement kuanzia zamani. Kwa hiyo hata kama sasa hivi mwalimu Gamondi ameingia, kabla ya Gamondi kulikuwa kuna kocha Morocco. Kwa hiyo same issue ambayo Morocco alikuwa na work nayo ndio pale pale ambapo coach Gamondi anakuja anaendelea napo. Kwa hiyo anakuta kuna some kind of system, ana adjust vitu vidogo, lakini yeye pia ata communicate na coach Morocco kwenye mambo 1 and 2, kutizama namna gani wanaweza kwenda, kwa sababu it's hard kwenda kubadilisha completely what was there. Na ukitizama hizi timu za taifa zinaenda zaidi na philosophy ambayo ipo ya nchi kwenye aina ya football ambayo inacheza. Okay, Sefu. Kwa mimi nahisi sorry, hebu rudia kidogo swali. Swali nililigeuza, nililitoa kwenye tathmini ya ED Simba. Unahisi kocha wa national team anaathiriwa na aliyezoea kufundisha national team anaweza akawa anaathiriwa na kwenda kufundisha club, au kocha wa club akibadilishwa kwenda kufundisha national team, unahisi anaweza kaathiriwa na nini? Hapa itabidi sasa tuende haraka kidogo. Imebakisha sasa, hamna shida. Okay. Kwa mimi nahisi ni time zaidi. Ukiwa na club team unakuwa na time kubwa ya kuiandaa timu. Kwa hiyo unapokuwa na time ya kufikiria, unakuwa na pre-season maybe miezi miwili. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi zaidi, tofauti na national team. National team umepata muda mkubwa, ni kama hivi mwalimu Gamondi maybe ni wiki 2 au wiki 1.5. Kwa hiyo kitu kikubwa zaidi kinachoathiri ni namna gani unaweza kukitia kile kitu ambacho unatamani kuwa nacho kwa wale wachezaji na time iliyopo. Ila kama utakuwa na process ya kuwa unawaita mara kwa mara, yani unakuwa upo kwenye national team mara kwa mara, inakuwa ni rahisi. Kwa mfano kama alipokuwa anafanya coach Emedi,
kwamba alikuwa na hiyo lineup yake anakuwa na constant wachezaji ambao hawa na hizo kile kitu ninachokielekeza wanakielewa. Kwa anachofanya ni inapokuja mara nyingine na adapt tu watu wengine, lakini anakuwa na common wachezaji ambao wanakuwepo. Kwa hiyo ni ngumu kwa kuanza kama Mwalimu Gamondi, lakini kama atapata time ya kuwepo zaidi itakuwa ni rahisi zaidi kwa upande wake, kwa sababu kutakuwa kuna baadhi ya wachezaji ambao wanaelewa kile kitu anachotamani kukifundisha. Kwa hiyo inapokuwa anaendelea, maana yake inakuwa ni rahisi. Akija anaendelea pale alipoishia, kwamba niliishia hapa, ninachukua unakihitaji, tutokee hapa, tusogee hapa. Kwa akiwa yupo mara kwa mara inasaidia, lakini ikiwa ni kama hapo, mfano tukimaliza hiyo AFCON tukasema kwamba bwana, kwa sababu tulisema Mwalimu Gamondi ni mwalimu wa mpito, tuseme sio mpito, tuseme ni kukaimu. Kwa hiyo maana yake tutaangalia performance yake. Kwa hiyo kama ataondoka akija mwingine, maana yake huyo mwalimu mwingine atakuwa na kazi nyingine mpya, kwamba nianze kuelekeza wachezaji kwamba hichi ndio unachokitaka, huku pia anatakiwa afuate na hiyo philosophy ya nchi. Kwa hiyo kwangu mimi nahisi utofauti ni mkubwa, yani nafikiria utofauti ni mkubwa, lakini athari inakuwa sio kubwa sana kwa sababu ya ile knowledge anakuwa nao mwalimu, kwa sababu ni wachezaji ambao tayari wana hizo tactical kichwani. Kwa hiyo ni rahisi tu kutoa kile kitu kimoja kuweka kitu kingine, kwa sababu mifumo ni inabadilika, ni ile aina tu ya uchezaji, tunaweza system tu. Kwa hiyo atafute tu system yake, mambo yatakwenda vizuri. Okay. Samanini siku ya upgrade kwenye pro hii Zoom, kwa hiyo ina dakika 7 sasa. Kuna ile segment ya 3 na hisi tutairuka. Tuende kwanza na segment inayohusu target, malengo mnahisi atakuwa ni yapi? Sasa hapa itabidi tuende dakika 1.5 kila mtu, ili tu fix hizo dakika 7 ili ni end hii Zoom afu nianzishe event nyingine ili tuendelee na ile mada ambayo kidogo kwangu mimi nimeiandaa kwa upana zaidi. Sasa nitaanzia kwako Betha. Utanisamia kwenye hilo swali la nililotoka kuuliza wenzako hapo la mwisho, nimeridhika nao. Tuanzie kwenye target. Unahisi Betha, target kwenye AFCON zote tulizowahi kucheza hatujawahi kupata ushindi, ila tuna sare nafikiri. Unahisi kwa msimu huu target ya Taifa Stars kwenye AFCON inaweza kaa ipi? Mimi binafsi naamini labda tupate at least tuweze kuqualify kwa quarter final. Wewe unahisi sasa, wewe utatoa tathmini, unahisi kwa namna ulivyoona collapse, kwa namna ulivyoona viwango vilivyopo kwenye collapse, unahisi target ya Taifa Stars inaweza ikawa ni ipi? Kwa mimi nafikiria target itakuwa ni kuvuka group stages. That will be maximum, na tutakuwa tumeachieve, kwa sababu ukiangalia kwenye previous editions hatujawahi kuvuka. Not only that, hapo umeelezea kwamba tumepata sare kwa most of the time, hata ushindi hatujawahi kupata. Kwa hiyo tukitokea hata mechi moja tumepata ushindi, then that's good, lakini pia target itakuwa ni kutoka kwenye group stage kwenda kwenye hatua inayofuata, kwa sababu initial tunafikiria kwamba malengo yalikuwa ni kwamba tuwe tuna constant participation kwenye hizo AFCON. Kwa hiyo the more unapokuwa na participate unapata experience. Now tumeshakuwa tumepita kwenye edition 3 sasa. Ya 4 manake we have to move forward kutoka kwenye hiyo group stages kwenda kwenye next stage. I think that will be the objective. Kufika robo finali, kufika nusu finali, and all of them itakopo ni excess, lakini tukitoka kwenye hizi group stage kuingia kwenye 16 bora, that will be objective achieved. Shukran kwa kutunza muda. Tuendelee. Safe, unahisi kwa swali nilomuuliza Betha, unahisi target ya Taifa Stars inaweza kaa ipi? Hatujawahi kushinda. Kwa hiyo unahisi labda edition hii tunaweza tukashinda, na kama tutashinda labda unahisi tunaweza tukaishia wapi, au tunaweza tukafikia wapi maximum, tunaweza tukafika wapi, na kama endapo tutashindwa sana unahisi tutaishia wapi? Nafikiria mimi nitakuwa na mawazo tofauti kidogo. Kwangu mimi bado naichukulia Tanzania ni underdog kwenye mashindano, kwa sababu almost mara zote tulizoshiriki, ni mara hii ya mwisho tulibahatika kupata pointi 1. Kwa kwangu mimi kama tutabahatika kutoka hata na pointi 3 au 4, kwangu mimi ni maendeleo makubwa, kwa sababu hatuwezi kusema labda tuna target ya kwenda sijui kwenye 16 urobo nusu, wakati hata hapa kwenye magrupu bado hatuje kuonesha kwamba tunaweza kufanya kitu fulani. Kwa hiyo kwangu mimi nahisi kama mwalimu atafanikiwa kupata pointi 3 au 4,
kuvuka kwangu mimi itakuwa ni jambo kubwa sana, lakini natamani tupate hata hizo point 3 tu, kwa sababu ni kitu ambacho kikubwa kwetu sisi. Kwa hiyo mawazo yangu mimi nahisi ni target yangu, nahisi kwangu mimi ni hiyo. Nafikiria tukiondoka na point 3 itakuwa ni jambo kubwa kwetu sisi. Mushid. Temei naona iga target kwenye segments ambayo number 1 first ni win the first game. That should be our number 1 target, win first game. Once tumefanya hiyo target, we can set another target, but kwenye mashindano we are there to compete, hatuendi kusindikiza mtu. This is a competition, so our first target should be to win the first game. That's it. Asante, umeongea Kizungu, umetumia muda mfupi. Simbaidi, tumalize. Zungu wengine mbwembwe. Kwa ukiangalia kwa vile ambavyo tumeparticipate kutoka kwenye pointi 0 mpaka pointi 2, sio hatua mbaya. Kwa hiyo siko mbali sana na wenzangu. Just ukipata win ya kwanza itakuwa much better, kwa sababu hata ile ambayo tulitoka, kama nakumbuka vizuri, aliyefuzu ile tu ambayo tulikuwa Morocco, Congo, Zambia na sisi, nadhani aliyefuzu kama sikosei, sidhani kama alikuwa na pointi 7 huko, na hisi Morocco alikuwa ndo ana 7, anayefuatia kama sikosei 4. Kwa hiyo ukipata 4 tena unaweza kujikuta umequalify. Kwa hiyo the first win itakuwa jambo bora. Nadhani siku Tanzania tutakuwa tunashangilia sana. Kwa mimi win ya kwanza, kwa regardless kama tutafuzu au tutafuzu kwenda robo finali. Okay. Tunaingia kwenye segment nyingine ya performance. Huko tulikotoka huko kwenye collab, kwenye target tulizungumzia kidogo performance, lakini hatukwenda mbali sana. Hata hapa sasa hatutaenda mbali sana, kwa sababu nahisi kabla ya mashindano kuanza tutakuwa tuna episode nyingine tena. Tutapita tu partially kuendana na muda. Nataka tuanzie kwenye Sawa, ungetimute kabisa. Sasa usimute mwenyewe. Mbona kwa mvivu wewe? Nimemsaidia kumute. Mushkil anataka kufanyiwa. Haya, tuendelee. Tunaanzia kwenye performance. Tutaangazia sana. Napenda sana nisifanye reference ya mbali. Kwa Simba habari yako bwana, nakuona kumbe upo bwana. Salam. Haya, tuendelee. Kwenye performance hapa, kama kuna mtu atapenda kufanya reference ya AFCON zilizopita sawa, lakini mimi napenda sana nifanye reference ya CHAN ambayo ndio inanipa reflection ya timu gani ambayo tupo nayo sasa. Kwa hiyo nitakuwa nafanya reference mara nyingi sana kwenye CHAN. Kwenye CHAN, Taifa Stars ndio timu ambayo ilikuwa na group stage bora. Kwenye timu zote za magroup, tukiangalia sana sasa group letu, tulitop up group tukiwa na alama 10, tumefunga magoli mengi kuliko timu zote, sawa kidogo na Madagascar, lakini sisi tumeruhusu kufunga goli moja tu, na kwenye mashindano tumeruhusu pia kufunga goli lingine kwenye knockout stage dhidi ya Morocco. Kwa hiyo kwa ujumla tulifunga magoli mawili. Mnahisi kitu gani kwanza kilikuwa bora kwenye CHAN kwa Taifa Stars ambacho mnahisi tunaweza tukaenda nacho kulingana na majina yale yalikuwa kwenye CHAN, na kitu gani kitapungua au kitaongezeka kwenye majina ambayo tumeyaona mapya na hata technical bench? Hapa sasa tutafanya reference kwenye labda tactics za team, ubora ulikuwa wapi, lakini pia technical abilities za wachezaji, utofauti utakuwa wapi wa wachezaji waliokuwepo na wale ambao hawakuwepo. Na labda hapa hivi pia kabla tujaendelea, naweza nikasema pia kwenye group stage Taifa Stars ni top 2 ya timu ambazo zilikuwa zimepossess sana. Zilikuwa zina average possession ya zaidi ya 60%. Kwa hiyo nafikiri mkiwa mnajadili sa performance, kipi tunaenda nacho kwenye AFCON, mnaweza mkafanya reference kama hizo. Nikianza na Abetha, sasa nianzie kwenye swali. Unategemea performance ya Taifa Stars itakuwa vipi zaidi kutofautisha na ile ya CHAN? Kwenye CHAN tulikuwa bora. Unahisi tutaendelea na ubora ule, au kama kuna mabadiliko, wapi tutakuwa bora zaidi au wapi tutakuwa na upungufu kidogo
kwenye mbinu, kwenye uwezo wa mchezaji mmoja mmoja kama tulivyoona. Okay. Cha kwanza nafikiria ubora utakao kuwepo ambao utaendelea ni kwenye swala la defense. Kwa maana ya kwamba defense iliyocheza CHAN there will be no much difference ambayo utacheza AFCON, kwa sababu ukiangalia defense ambazo zimeitwa ni zile zile ambazo zimecheza CHAN. Kwa hiyo kama watakuwa katika best performance zao, maana yake tunategemea wataendelea kuwa na ulinzi mzuri kule kwenye swala la defense. Kwenye swala jingine tena hapo ni kitu ambacho hatujakiona bado, but expectations zitaendana na new technical bench, kwamba head coach pamoja na bench lake watakuwa wana approach vipi mechi zinazokuwa ziko mbele yao. Kwa hiyo hiyo ndio italeta kuleta utofauti katika mechi za CHAN na mechi ambazo zilizopita zinazokuja za AFCON. Why? Kwa sababu kwenye CHAN tulikuwa tuna wachezaji wa ndani, huko tunaenda kuwa na wachezaji mixture au mapro pamoja na wachezaji wetu wa ndani. Kwa hiyo kitakacholeta difference ni hizo approach, plani, hizo strategy za kocha na timu yake kwa ujumla. Ndio what I'm thinking. Kwenye defense hapo na tunajua coach Hemed Morocco, binafsi kuna makala ambayo niliandikaga kuhusu mbinu zake. Kuna kipindi alienda kama mechi 3 nafikiri na clean sheets, mechi 6 kufungwa kabisa mechi, kwa maana kwamba hizo mechi alikuwa alishinda mechi 6 mfululizo kama sikosei, ikiwemo hizo za CHAN. Unahisi na hata kwenye CHAN pia Taifa Stars ni timu ya pili kuconcede goli chache zaidi. Timu ya kwanza ile concede goli chache, of course hata kama ilitoka mapema Mauritania, Taifa Stars ni timu ya pili. Unahisi mbinu za Hemed Morocco zinaweza zikawa zilitusaidia sana tusiconcede goli nyingi, na tunajua Gamondi anapenda sana timu dominate possession. Ukidominate possession obvious utakuwa na mpira muda mwingi na hata utakuwa na concede counter attacks mara nyingi sana, kwa maana kwamba zile moment ambazo unakuwa umepoteza. Unahisi hatutaathirika sana tukiwa chini ya Gamondi tukaconcede goli nyingi kulingana na yeye kupenda sana timu yake na mpira, tofauti na ilivyokuwa kwa Hemed Morocco? Hapo tuendelee. Okay, hapo nisingependa kugusa direct kwa makocha. Mimi ningependa kuongea by nature ya groups tulizokuwa nazo CHAN na ndio timu ambazo tutakutana nazo kwenye AFCON, kwa sababu tunapoenda kwenye AFCON, kumbuka tuna Nigeria, kuna Uganda, kuna Tunisia. Looking back kwenye CHAN tulikuwa tuna Madagascar, kuna Central Africa na nyingine utanikumbusha. Then looking at them, these different types of groups, yani ni ngumu kusema kwamba kocha Gamondi atakuwa na enjoy hiyo possession ambayo ipo nayo, au kocha Hemed kwamba angeweza kuwa na katika defensive nzuri. Why? Kwa sababu ya hao wapinzani ambao tuko nao. Tunaongelea taifa ambalo ni Nigeria. Taifa ni kubwa kwa Kiafrika kwenye soka, ni powerhouse, lakini pia ina wachezaji ambao wanatoka kwenye top league na ligi kwenye timu ambazo zinafanya vizuri kabisa, Italy, huko Uingereza. Kwa hiyo wale technical ability ya wachezaji kwenye hizo timu zao haziwezi kuwa the same na wale local players kwenye makundi ambayo tulikuwa nao kwenye AFCON, kwenye CHAN, sorry. Kwa hiyo ninacholenga mimi hapo sio specific ni vipi, ndio maana naongelea kwamba approach ya game itakuwaje kulingana na opponent yupoje, ndio itaweza kudefine kwamba tutakuwa na ulinzi mzuri kiasi gani, tutakuwa tuna possess game kiasi gani. Kwa hiyo ni kucompare na kucontrast groups ambazo tunaenda kuicheza ya AFCON na group ambayo tulikuwa nayo kwenye CHAN. Kumbuka CHAN sisi tulikuwa kwenye group ambalo la timu ambazo Tanzania ina ligi bora Afrika, ipo kwenye top 5. Lakini ukiangalia wale opponent ambao tulikuwa nao kwenye group, wengi hapo hata kwenye top 5 ligi zao. Kwa hiyo maana yake sisi tulikuwa tuna upper hand. Lakini tukienda huku, yani tulikuwa tuna upper hand both kwenye possession, yani umiliki wa mpira, lakini pia hata kwenye defense, kwa sababu wachezaji wetu wameshacheza mashindano ya ndani au Champions League. Kwa hiyo wana hizo quality. Lakini tunapoenda kwenye hiyo AFCON kuna utofauti. Wachezaji technical ability yao na level ambazo wanacheza kwenye timu na mashindano ya Champions League haiwezi kuwa the same. Okay, Simbaidi,
Tunaenda kukutana na timu zilizokuwa na intensity tofauti za CHAN na hizi tunazoenda kwenye AFCON. Kwenye AFCON tuna Nigeria ambao ukiangalia kwenye FIFA rankings wao wapo nafasi ya 38, Tunisia wako nafasi ya 40, lakini Uganda wapo nafasi ya 85. Hao wote wapo juu yetu na wengine wapo juu yetu, hata tukimultiply mara mbili hatuwezi kufikia. Unahisi intensity ya timu ambazo tunaenda kukutana nazo kwenye AFCON ukilinganisha na zile za CHAN? Kwenye AFCON tunaweza tukaenda tukawa dominated sana kwenye timu yetu kimbinu, lakini pia kwa uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, labda pia hata ukiangalia uoga kunakuwa na tofauti sana ya physicality ya wachezaji wa timu za kaskazini na Afrika Magharibi na nchi zetu. Kwa hiyo kwenye physicality, technical abilities na hata tactical awareness au hata tactical ability ya timu yetu, unahisi tutakuwa dominated sana? Yeah, kwa dominated itatokea kwa sababu ukiangalia Nigeria na quality players the same na Tunisia na Uganda. Uganda tunaweza tukabato nao kwa sababu sisi pia tuna experience hizo za kama nilivyosema mwanzo za CAF competitions. At least Uganda maybe tunaweza tukafanya kitu. Lakini ukiangalia kwa Tunisia na Nigeria hizo zitakuwa game tough kidogo. Unajua AFCON ni tofauti na CHAN. CHAN ni kama una survive. AFCON ni lazima ucompete. Kwa hiyo kwenye AFCON lazima ucompete ili upate matokeo, lakini ukirifaa kwenye CHAN, msisahau CHAN tulicheza kwa Mkapa. Na psychologically kwa Mkapa kwa wachezaji wengi waliokuwepo kwenye national team ni home ground, inawapa hiyo advantage ya kupata matokeo. Ukishasema tu tunacheza mechi kwa Mkapa, wachezaji wengi wanakuwa tayari kufight. Kwa hiyo psychologically kwa Mkapa ilikuwa inatupa hiyo advantage. Lakini kwa AFCON itakuwa ni venue tofauti na mashabiki tofauti. Hatuwezi kutegemea utakuwa na mashabiki wengi kwenye mechi za AFCON, especially wa Tanzania kwenda kule. Kwa hiyo kuwa dominated kwa tactical wise hiyo inaweza ikatokea, lakini kwenye issue ya technical ability hatuko vibaya sana kwenye issue ya technical. Unajua technical unaweza ukawa nayo, lakini unaitumiaje kwenye tactical ndio swala lingine. Kwa hiyo kwa mimi kusema kwamba tutakuwa sana dominated kwenye technical sidhani sana, labda kwenye hizo issue za tactical. Sasa lakini hiyo itadepend pia na approach ya mwalimu. Japokuwa mwalimu amekuwa ana concede sana kwenye transition kutokana na yeye ni mtu ambaye anapenda kukaa na mpira na commit numbers kwenda mbele kwenye kushambulia. Kwa hiyo tutarajia hiyo kama ikitokea akaamua kufanya hivyo, especially natarajia kwenye game ya Uganda inaweza katokea. Lakini kwa game ya Nigeria na Tunisia sidhani kama itatokea moment kama hizo, ila kwa game ya Uganda inaweza kweli ikatokea hizo moment kwamba sisi kweli tukacommit numbers ya kwenda mbele, maybe tukifunga itakuwa labda transition, lakini huwezi jua, kwanza na sisi tukapata matokeo. Lakini kwenye hizo game mbili za Tunisia na Nigeria kidogo itakuwa na kipengele. Lakini ukija ukiangalia kwenye game ya Nigeria kweli ni powerhouse, lakini kwa hivi karibuni amekuwa akienda akidrop. Ana matokeo mengi ambayo ya kustaajabisha kulingana na opponent ambao amekutana nao. Recently ukiangalia game ya Congo. Kwa hiyo hapo anabakia Tunisia yani tough opponent. Huwezi kumjaji sana. Kutegemea tu na kwenye pitch itakuwa, lakini kwa in terms of tactical kweli kutakuwa na battle kubwa, lakini mimi nina hope zaidi na game ya Uganda. Kweli walituachaga hapa katikati, lakini tuna some steps ambazo tumezipiga ambazo tunaweza tukabato nayo Uganda. Kwa hiyo in tactical wise kuna mechi hizo mbili Nigeria na Tunisia zinaweza zikatupa sana shida, lakini kwa game ya Uganda tunaweza tukafanya kitu. Shukran, umeniongezea ambacho sikukiuliza niliuliza kwenye zile pila 4: tactics, technical abilities, nikauliza na physicality, lakini ukaniongezea na issue ya saikolojia ambayo pia ni pila kwenye mpira wa miguu, inaamua mechi. Mfano kama hapo ulivyozungumzia
home advantage. Kwa hiyo hapo nashukuru, ni sababu ya muda na aina ya Zoom tunayotumia nitaruka kwenye swali kwa mtu mwingine. Mushid, nataka ni deal zaidi na individuals. Ukiangalia kwenye CHAN top performers wetu, mfano labda nikianza kwenye moment ya kuzuia, mtu ambaye alishinda joules nyingi, mtu ambaye alishinda momenti nyingi za kuzuia alikuwa ni Baka, akifuatiwa na Kagoma kwa mechi ambazo alianza. Lakini ukiangalia kwenye moment ambazo sisi ndo tulikuwa tuna mpira, ambao kwenye group stage ni moment ambayo Taifa Stars ilidominate sana, ilikuwa ina creators wengi ambao wote wana assist moja moja, lakini wali create chances nyingi kama Fei, Idinado, Sopu, lakini kwa magoli Mzize, Kapombe, unahisi labda ni individuals wepi ambao wanaweza wakaipa Taifa Stars control? Unajua kwa Gamondi labda tunaweza tukaguess kwamba sababu ni kocha anapenda kuprocess, anaweza kama midfielders. Wewe kwa kuona unaona control ya Taifa Stars itakuwa wapi sana, na wachezaji wepi ambao wanaweza wakaamua mechi za Taifa Stars sana? Ukijumlisha hapo, ukiachana na mbinu na ufundi, ukajumlisha hata na experience, sawa, kwa sababu Msuva na Samata wanaweza wakaziamua hizi game pia. Kwa hiyo unahisi individuals wepi kwenye momenti zote wanaweza wakaamua game za Taifa Stars kulingana na aina opponent ambao tunaenda kukutana nao? Ana shida sauti. Unmute. Okay. Okay. Mimi mara nyingi game huwa naitazama holistically. So in terms of individuality, sio believer sana individual qualities ya mmoja mmoja kwenye kuamua game. Mimi naamini as whole, as a group, ndio inafanya timu defend vizuri au attack vizuri, na au creative players kupata hizo moments za kufanya hiyo magic. Sababu hata ukisema kwamba mtu amewin duels nyingi, kwangu mimi mtu aliyewin duels nyingi maana yake timu ilifanya mistakes nyingi ikasababisha mtu akutane na duels za 1v1. Unaona? Kwa hiyo inawezekana ikawa ni mistakes za wengine au za kwake yeye, in terms of maybe badala ya kufika kwenye eneo on time, sasa akawa na react. Sasa kutokana na individual ability yake, mechanical yake iko vizuri, akawa anaonekana anaenda na win duels, lakini ukitizama at the system maybe alichelewa kufika kwenye sehemu ambayo alitakiwa kufika on time. So to me holistically in terms of ya performance, labda nirudi kwenye ile swali ambalo kuniuliza, kwa sababu as individual is hard for me to see, kwa sababu mara nyingi sitizami kwenye individual abilities, hasa kwenye mashindano makubwa kama hivi. Lakini tukirudi kule, mimi naamini this is the time ambayo Tanzania inatakiwa kuan ukubwa, kwa sababu tayari imeshakuwa katika hizo njia za kuitwa underdog na nini. Lakini this time mimi naamini tunacho kizazi cha kubadilisha hilo swala, cha kufanya changes. Wanasema kizazi jeuri. Mimi naamini ile timu ambayo inaweza ikatoka, isijali inacheza na nani, opponent wena gani, na ikasema mimi naenda kushindana. Sababu tangu kipindi ambacho yupo Morocco, mara nyingi alikuwa anatoka anaenda kucheza na Guinea, anaenda kucheza na Ethiopia, alikuwa anasema sisi tunaenda kushambulia tushinde mechi. Imeshatoka, yani Tanzania imeshatoka ile mentality ya kwamba tukienda ugenini tuzuie, tuko nyumbani. Na hiyo tunaiona hata kwa timu zetu za clubs zinapoenda, let's say Yanga anaenda ugenini kushinda mechi. Tukitazama Simba, Azam, hata kama inatokea anafungwa, you see kwamba yule akwenda kupaki basi ameenda Sasa nadhani Tanzania ndio tupo katika hiyo stage sasa hivi ya kushangaza watu na kudeclare ukubwa wetu, na haya ndio aina ya mashindano na haya ndio aina ya opponents wa sisi kufanya hiyo jeuri kwao. So mi na imani kubwa sana na Tanzania kwa namna ilivyojiprepare kwa kipindi cha miaka mitatu kwa hii squad na kwa level ya ushindani ya ligi yetu ya ndani, na namna tulivyoonyesha ushindani tukicheza hizi game kubwa na Morocco, game na Kuwait, game na Iran. You don't see a feared guy, like you see people who wants to achieve more. So to me kwenye haya mashindano naamini ndio sehemu ya kuweka alama na kudeclare ukubwa ambao sisi tayari tunajiona tuna uwezo kuukaribia in terms of football, ukitazama na uwekezaji wote uliofanywa kwenye mpira kuanzia level za chini mpaka level hizi za Premier League level ni mkubwa sana. Ni wakati sasa wa kuweza kudeclare hicho kitu, regardless watu wanatuonaje au tuko namba ngapi kwenye FIFA rankings.
Umemute. Okay, sawa. Coach Seif, naanzia hapo alipoishia Mushed. Amezungumzia issue ya ligi. Ukiangalia kwenye kundi letu, ukitoa Tunisia ambao mimi kwa sasa siamini kama ligi yao inaizidi ya kwetu, tuachane na hilo, lakini ukiangalia kwenye kundi letu sisi ni moja kati ya timu ambazo timu za taifa ambazo zimetoka kwenye nchi ambazo zina ligi shindani pengine kuliko zote. Naweza nikasema tuko sawa na Tunisia au wametuzidi kidogo, lakini unahisi kuna nafasi ya ligi yetu au ushindani ndani ya ligi yetu kuweza ku-add kitu kikubwa sana kwenye performance ya national team kwenye AFCON hii ambacho hatukiona kwenye AFCON zilizopita. Naongezea ambacho pia tulikiona kwenye CHAN. Kwenye CHAN tuliona ligi imesaidia sana national team. Yeah, unapozungumzia AFCON unazungumzia worldwide. Maana yake hapa tuzungumzie ligi ya kwetu. Sababu kama utaangalia kikosi cha Tunisia almost 60-70 wachezaji ambao wanatoka nje ya nchi yao. Kwa hiyo favor ya ligi ya ndani bado haitusaidii, kwamba tuna wachezaji wengi wa ndani wao wana hivi, haitusaidii. Kikubwa ambacho naamini mimi kwamba tunaweza kwenda kukifanya kikubwa ni kwamba tuna spirit, kama alipotoka kuongea coach Mushid hapo kwamba sasa hivi tuna kizazi jeuri, kizazi ambacho tunaamini Kwa hiyo kama tunaamini tunaweza, manake hatuendi kuangalia hiyo tuna linki gani kwenye ligi yetu. Tunachokwenda kuangalia sisi tuna aina gani ya kizazi ambacho tunaweza kwenda kucompete. Kwa hiyo kwangu mimi sitaangalia hiyo aina ya ligi yetu iko namba ngapi wala vipi. Ninachoangalia mimi ni quality ya wachezaji wetu na uthubutu wao. Kwa hiyo kwangu mimi kwenye swala la ligi namba ngapi haimantiki sana. Ninachomantiki mimi ni aina ya wachezaji ambao tupo nao na mashindano tunaenda kushindana. Kwa hiyo kwa kuwa ligi yetu namba 5 haitotusaidia pakubwa kwenye haya mashindano. Ile itakayotusaidia ni uthubutu wa wachezaji na mbinu za mwalimu kwenye compete hizo mechi. Ni hayo. Umemute. Betha, nirudi kwako Betha. Ukiangalia kwenye wiki moja iliyopita, nafikiri wiki mbili, tulikuwa tuna performance bora sana ya Serengeti Boys, na ukiangalia kwenye timu ya taifa ya sasa kuna mchango mkubwa sana wa timu za taifa za vijana za miaka iliyopita. Mathalan kuna ile Gabon mpaka kombe la dunia ile 2017 imecontribute wachezaji 4 kwenye timu hii ya taifa ya sasa ambayo ipo AFCON. Ukiangalia timu ya taifa ile AFCON iliyochezwa Tanzania nafikiri ilikuwa ni 2019 imecontribute wachezaji 4. Hapo namzungumzia Kevi, Morris, namzungumzia Mabula, namzungumzia Msindo kama sikosei. Kwenye ile iliyopita ya kabla kuna Kibabage, kuna Sopu, kuna Sopu ndio huyo kaumia, kwa hiyo watakuwa 3. Kuna Nation, kuna Dickson Joe. Unahisi kuna nafasi au kulikuwa kuna nafasi ya timu za vijana kuweza kusaidia development ya national team, na kama unahisi nafasi hiyo ipo, jibu ambalo unawakika nalo kutoka kwako, unahisi ni kwa asilimia ngapi timu za taifa zina push kiwango cha national team kwenye mashindano ya sasa ya AFCON? Kama nimekuelewa vizuri, manake unaongelea relationship ya youth football to relate na Taifa Stars, right? Exactly. Yeah, umetoka kueleza hapo kuna wachezaji ambao wamehusika kwenye AFCON za under 17 miaka ya nyuma. Ukiangalia sasa ile project ya miaka hiyo ndio ambao sasa hivi tunasema kizazi thubutu, makocha wametoka kusema. Kizazi jeuri, kizazi ambacho tunaamini kwamba kitatutoa hapo tulipokuwa tukutupeleka tunapoenda. Kwa hiyo thinking yangu ni kwamba Serengeti Boys ndio future Taifa Stars. Kwa hiyo mchango wao ni mkubwa kwa timu yetu ya taifa. So timu kama vijana, let's say tumeangalia hawa ambao wametoka kuqualify juzi, manake hawa hatuangalii kwa sasa hivi, manake hii ni product ambayo itakuja kuleta athari positive kwa miaka inayokuja, sio kwa miaka ambayo sasa hivi. Tukiangalia effect ya wale under 17 2017 19 ndio hawa ambao sasa hivi wanatubeba kifua mbele kama taifa, ndio tunaongelea kwa AFCON, tunategemea wafanye vitu kwa AFCON. Kwa hiyo
tunapoongelea youth football ndio taifa zenyewe, ndio timu zenyewe kubwa, kwa sababu maendeleo ya vijana ndio yanakuja kuleta maendeleo ya timu za taifa. Na hii haionyeshi tu kwenye timu yetu ya taifa, lakini hata ukiangalia mataifa ambayo yameendelea kwenye swala la football, unaangalia vijana wao ambao wameshiriki kwenye mashindano ya kombe la dunia under 20, under 17, kwenye AFCON, ndio hawa tunaongelea kina Osimhen waliotoka kwenye hizo, alishakuwa mfungaji bora kwenye under 20 World Cup. Kwa hiyo youth ya miaka inayopita ndio inakuwa inaleta development sasa hivi. Youth ya sasa hivi maana yake expectation ni kwamba watakuja kuimpact timu ya taifa ya miaka inayokuja kuanzia mwaka huo mpaka kufikia mwaka 2027 kwenye AFCON inayokuja. Maybe youth ambao wametoka kucheza Sekafa juzi, maana yake ndio ambao wanaweza kuhusika kwenye hiyo, wachache wanaweza kuhusika, wengine watahusika kwenye 20 na 30 kadri siku zinavyozidi kwenda. Kwa hiyo development inatakiwa endelee kuwepo, kwa sababu ndio mpira ambao tunakuja kupata mpira mzuri kwa taifa. Shukran. Na hapa sasa nataka nijipendelee, mimi napenda sana ya soka la wale vijana. Nafikiri wengi wenu mtakuwa mlifuatilia Serengeti Boys performance yao. Hapa sasa kidogo nitaenda kuiacha. Kama kuna mtu atataka kurudi nyuma kwa muda uliobaki sawa, lakini nilitaka nipate kutoka kwenu mnahisi performance ya Serengeti Boys kwenye michuano iliyotoka kuisha juzi kule nchini Ethiopia, mlionaje? Nikianzia kwako Mushid, tutakuja Seif afu tutamaliza na Idi Simba. Idi Simba sijamsikia muda mrefu. Nianzie kwa Idi Simba afu nitakuja kwa Seif, nitamaliza kwa Mushid. Sawa, performance ilikuwa nzuri kwa sababu nikikumbuka vizuri hatujapoteza mechi. Labda ngoja nirahisishe ili baadaye nisirudi nyuma kwa wao wengine. Timu yetu ya taifa ilifunga, ngoja sijajumlisha jumla ya magoli, lakini nita define kwa moment. Kwenye set plays ilifunga goli 10. Kwenye positive transitions, baada ya kupora mpira na kujibu mashambulizi, imefunga goli 8. Na magoli yanayotokana na build up za kawaida in possession ni magoli 12. Set plays magoli 10, positive transitions magoli 8, na kwenye in possession magoli 12. Sasa kuanzia hapo unaweza ukaendelea. Tumeconcede goli 4 tu kwenye mashindano, ambazo zote kuna za set pieces pamoja na positive transition. Hatuja concede goli sisi tukiwa tupo kwenye moment tukiwa organized. Kwa hiyo kuanzia hapo mnaweza mkaendelea. Kwa namna ulivyoona sasa performance yao, uliona vipi? Sawa, kwa goli 30 sio goli chache. Goli 30 goli nyingi. Okay, kwa performance ambayo ilikuwepo kulinganisha na last time ambapo walikuwa Uganda, this time around unaona kabisa kuna step ambayo wameipiga. Kwa opponent ambaye, kwa mfano sisi opponent ambaye anatusumbua sana Uganda, this time around Uganda amepata mechi group stage na mechi iliyofuatia. Kwa hiyo unaona kabisa kuna hatua imepigwa, na yote haya ni kwa sababu ya uwekezaji. Ukizingatia kituo cha TDS ndio wachezaji walipotoka, asilimia kubwa imeleta manufaa, kwa sababu walikuwa na takribani miezi 3, kwa sababu wameingia camp kuanzia mwezi wa 8 kama sikosei mwishoni, kwa ajili ya kujiandaa na hizo Sekafa. Kwa hiyo kwa performance hii ukilinganisha na Sekafa iliyopita ya Uganda, performance hii hapa wamesogea sana kiuchezaji, kwa sababu pia kuna wachezaji ambao walikuwa Uganda na wamekuwepo tena kwenye Sekafa hii ambayo imefanyika this time. Kwa hiyo kuna progress, sio kama zile za zamani. Ya Sekafa ya mwaka jana utamkuta Mushid, Sekafa inayofuatia utamkuta Idi, itakayofuatia utamkuta Seif, yani hakuna mwendelezo. Lakini performance hii imekuwa nzuri kutokana kuna mwendelezo. Kuna wachezaji wengi ambao walicheza iliyopita na wamekuwepo ambao ilikuwepo. Na hii pia inaweza kutusaidia hata kwenye AFCON ya U17 ambayo inayokuja. Nadhani this time around tunaweza tukavuka hizo stage. Kwa mimi kwa performance hii iliyopita ni nzuri. As long as team inakuwa ina uwezo wa kuscore goli nyingi,
kwenye open play, kwenye set pieces na kwenye transition. Kwa hiyo ina maana ina engo zote za kuscore, haiscore kwenye engo moja. Kwa performance yao kwa Sekafa hii qualifiers walikuwa wako juu, walikuwa wako on top. Steph na Mushid, nakuaga na ugomvi kidogo na Betha kwenye ngo hii hapa. Ukiangalia karibu nusu ya magoli yanatokana na set pieces. Na magoli mengi alikuwa anafunga mtu mmoja. Kwenye haya magoli ya set pieces, unahisi yanaathiri sana mchezo, na kama yanaathiri sana mchezo kwa sababu namba zinasema, unahisi labda hata muda wa mafunzo kwenye training sessions unapaswa kugawiwa kulingana na idadi ya namna ambavyo set pieces zinaathiri mchezo. Sefu afu utafuata Mushid. Besa kajiandaa kwa ugomvi. Hapendi set pieces. Nadhani kwa uhalisia wa football ya sasa hivi, ukisema unaikataa set pieces maana yake unakataa mpira sasa hivi. Hizo timu ambazo ziko beta, ambazo sasa hivi zinafika kwenye hiyo football ya nini, maana yake ziko bora zaidi kwenye hizo set pieces. Kwa hiyo kwangu mimi, kwenye timu ambayo inafanya vizuri kwenye set pieces, maana yake ni timu ambayo iko beta. Mpira sasa hivi upo kwenye upo very close kwenye kuplay. Kwa hiyo watu wanazuia sana hizo games, kwa hiyo kupenetrate hizo, kuweza kufunga hiyo goli za open play na kwa ni ngumu zaidi. Kwa hiyo kwangu mimi, kama tunaweza kuscore kwenye timu zetu za hizo za youth kwenye kuscore kwenye hizo set pieces, manake tupo kwenye football ya sasa, tupo kwenye football ya training ya sasa. Kwa hiyo ni swala la kujivunia kwenye hilo. Mushid. Mute. Ndo na mwanmito. Okay, umezungumzia issue ya set pieces na kwamba national team U17 wamefunga almost nusu ya magoli set pieces. Actually sio nusu, ni goli 10. To me, swala la set pieces, kwanza tutizame wale under 17 ni players of the future. See? So preparation yao inatizama player of the future anatakiwa look like vipi. Nini demand ya player of the future? So naona hili swala set pieces is among the top quality demands kwa player of the future. Tizama timu kubwa duniani, say Arsenal, wana finish game kwa set pieces. Ukitizama accuracy ya mchezaji, the way anavyopini mpira kwenda exactly area ambayo anataka iende 2 times, 3 times, 10 times, anapiga hivyo hivyo. That's a thing. So to me naona hilo ni jambo zuri na liendeleze, na ni kweli mpira sasa hivi kuna time ambayo inatengwa kabisa ndani ya session ya mazoezi ya kutrain set pieces, aidha kuzuia au kuattack. Na ni set pieces, nazungumzia free kicks, nazungumzia corners, nazungumzia throw-ins pia. Watu wanatumia pia throw-ins na pia goal kick. Kulikuwa kuna issue ya build up katikati, lakini sasa hivi pia kuna issue ya kutumia goal kick kwa sababu hakuna offside kwenye goal kick. So people are working on that as well. Kutumia goal kick kukufanya wewe udraw watu wako wengi kwenda kuzuia build up, uache defense yako na 1v1 na opponent, alafu watu wanatumia goal kick kuadhibu mpira 2 seconds 3 seconds umeshafunga goli. Kwa hiyo ndio demand ya football. Now we are preparing players of the future. So to me, nawapa pongezi na kongole kubwa, na one of my best games U17 katika mashindano ni group stage game ya Tanzania versus Uganda. Ile game tulishow ukubwa na maturity kwa sababu most of the time tulizidiwa na wale Uganda, lakini tuliweza kucontrol na kumanage game kwa lead yetu ya 2-1 mpaka mechi imeisha, na vile ndio timu kubwa zilizo mature zinavyofanya. It's not about every day utakuwa na good game. Sometimes utakuwa na bad game, utazidiwa, lakini how you manage the game kuweza kuhakikisha kwamba unapata ushindi. To me it was super, na best player of the U17 katika ile mashindano kwa upande wangu mimi ni center back wa under 17 Serengeti Boys, anaitwa Mlingo. That is a top quality kid.
and inshallah nategemea makubwa sana in the future with the game style ambayo anacheza yule mtoto. Shukran. Kila mtu atataja mchezaji wake. Ngoja kwanza tuna dakika 4, kwa hiyo Betha, nitakupa dakika 3 kwenye hizi goli 12 tusizipuuze, japo mimi ningezipuuza hizi goli 12 za in possession moment. Kwenye hizi za in possession moment nitataka uniambie control ya kwao ilikuwa wapi, in lakini pia hata na out of possession, na mpaka kuweza kusaidika kufunga hayo magoli 12. Manage muda wako. Okay, hakuna haja ya kumanage kwa sababu sidhani kama kuna vitu vingi vya kuongelea kwenye hiyo eneo. Tunapoongelea kwenye in possession, magoli mengi yameanzia kutoka kwa center backs. Now, Mushid talked about Mlingo. Wale center backs walikuwa na uwezo wa kupiga zile pasi ambazo zina break line. Sef pia alisema kwamba this time around tunapoongelea football inakuwa niko very closed. Kwa hiyo ni timu ambazo wengi wanategemea set pieces, wanategemea hizo transitions, yani ili kuweza kuwin games. Lakini these boys wakati wana play walikuwa, it was not necessary kutumia hizo set pieces, lakini walikuwa wanaweza kuwafungua wa opponent kwa hizo pasi zao. The movement ya ball in order to move opponent ilikuwa inafanya kazi vizuri. You can see, huwezi ukasema specific kwamba ni which area of the pitch, kwamba ni defense, midfield or forwards ambao ndio walikuwa wanafanya kazi kubwa sana. All of them walikuwa na work perfect, like when they start, when then the midfield, where to go after there. Kwa hiyo ulikuwa unaona kabisa kwamba kuanzia ma center back walikuwa wanahusika kwenye build up, na sometimes assisted zilikuwa zinatoka kwa ma center back. Kasim na Nhingo, ukiwataja kwa majina kwamba kulikuwa kuna ukiwataja kwa majina itakuwa vizuri. Kasim na Nhingo, Mlingo na Kasim walikuwa wanafanya kazi nzuri kwenye kupitisha hizo pass, na they were playing like midfielders kama ukiona, kwa sababu katika most of the teams ambazo tulikuwa tunacheza nao sisi tulikuwa tuna possess, yani sisi tulikuwa tuna dominate. Ukiachana na mechi ambayo tulicheza sisi pamoja na Uganda yote finali pamoja na knockout na ile group stage, lakini mechi zingine zote sisi tulikuwa tuna command ile performance. Why? Kwa sababu unaona the way ambapo defenders walikuwa wanaingia as midfielders. Kama una defenders wana play as midfielders, then you have a lot of players in the final third of the opponent. Pass movement walikuwa unaweza kaona the midfielders, wingers wanavyoingia kwenye half spaces, wanapotoka pembeni. Kwa zile interchange zilikuwa zinafanya hata opponent wanakuwa wanashindwa sasa at which time ile organization, defensive organization yao inakuwa iko very disorganized muda mwingi kwa sababu hizo movement. Unashindwa kuelewa sasa huyu center back ni kiungo au center back anazuia wakati gani. Ingawa kwenye kwenye hizo moment ambazo unakuta defenders walikuwa wanakuwa kama defenders, wakikuta kwenye negative transition, it's bad for us kwa sababu we have to run. Tunapokuwa tupo high up the pitch, kwa hiyo inakuwa inatuletea shida. Lakini good news ni kwamba walikuwa ile wanafanya counter press. The moment wamepoteza mpira pale pale, aliyepoteza alikuwa kwanza, alikuwa na win ball. Kwa hiyo it was good, and you can see katika ile young age wa those boys, understanding yao ya football ya tactical, it was superb. That's all I can say. Thank you. Yeah. Hata hivyo zilibaki sekunde. Best player mimi kwa mimi kwenye tournament. Endelea. Anyway. Best player Kasimu tu. No, itakata. Ningempa nani alale nani Lukman. The guy was the main man of the team. Sefu Lukman too. Sefu hata sipangalia game. My man. Najivunia kumfundisha. Tunaendi watu wote waliobakia hapa ni Lukman. Very selfish. Yeah. Narudi.